Wapiganaji wa Kipalestina Hamas wamekataa awamu ya pili ya kusitisha mapigano kati yao na Israel, wakisema kwamba ni kutokana na ukiukwaji wa makubaliano ya awali. Mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya Hamas, Hossam Badran, anaishutumu Israel kwa kushindwa kuheshimu makubaliano ya awamu ya kwanza ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Hamas imesema kuwa mpango wa kusitisha mapigano Gaza hauwezi kuendelea hadi awamu yake ya pili mradi tu ukiukwaji wa Israel unaendelea, na kuwataka wapatanishi kuishinikiza Israel kuheshimu makubaliano hayo. Mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya Hamas, Hossam Badran, mnamo Jumanne alishutumu Israel kwa kushindwa kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza, akibainisha kuwa chini ya masharti yake Israel ilipaswa kufungua tena kivuko cha Rafah na Misri na kuongeza wingi wa misaada inayoingia katika eneo hilo. Aliwataka wapatanishi wanaongozwa na Marekani kuishinikiza Israel ikamilishe utekelezaji wa awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Kusitishwa kwa mapigano ndani ya Oktoba 10 kulisitisha vita vya kikatili vya Israel dhidi ya Gaza, lakini bado hali ni tete, huku Israel ikiendelea na ukiukwaji wa wazi wa usitishaji wa mapigano. Wakati huo afisa wa Israel alisema kuwa mamlaka itaruhusu kivuko cha Allenby kwenye mpaka unaodhibitiwa na Israel kati ya Jordan na ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu kufunguliwa tena siku ya leo ya Jumatano ili kusaidia malori yanayopeleka chakula huko Gaza kwa mara ya mwisho tangu mwishoni mwa Septemba. Kushambulia kwa makombora kaskazini na kusini mwa Gaza licha ya kusitishwa kwa mapigano na kuziliwa kwa misaada licha ya mpango huo kusainiwa kwa awamu ya kwanza ndiko ambako kunaifanya Hamas kuamua kuachana na mpango wa kushiriki katika mazungumzo ya awamu ya pili ya kusitisha mapigano. Chini ya masharti ya makubaliano hayo, kundi la wapiganaji wa Kipalestina la Hamas liliazimia kuachia huru mateka 48 waliosalia na waliokufa waliokuwa wanashikiliwa katika ardhi hiyo. Kwa kubadilishana, Israel iliwaachia karibu wafungwa 2000 wa Kipalestina waliokuwa chini ya ulinzi wake na kurejesha miili ya mamia ya Wapalestina waliouawa. Awamu ya kwanza ya mapatano hayo pia inaeleza kuwa misaada zaidi itaingia katika ukanda wa Gaza. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema anatarajia awamu ya pili ya mpango huo kuanza hivi karibuni, lakini Badran alisema haiwezi kuanza ili mradi uvamizi wa Israel unaendelea na ukiukwaji wa wazi. Vita vya mauaji ya halaiki ya Israel dhidi ya Gaza vimesababisha takribani watu 70,366 kulingana na takwimu za Wizara ya Afya ya Gaza. Wizara hiyo inasema tangu sitishaji mapigano uanze kutekelezwa, Wapalestina 377 wameuawa na mashambulizi ya Israel. Hata hivyo, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema yuko tayari wakati huu kuelekea nchini Marekani kwa ajili ya kukutana na Rais wa Marekani Donald Trump, ambapo atafanya mazungumzo juu ya namna ya kusitisha vita katika awamu ya pili. Mkuu huyo wa Israel Benjamin Netanyahu amesema atafanya mazungumzo na Rais Donald Trump wa Marekani mnamo Desemba 29 kujadili hatua inayofuata kwenye mpango wa amani katika ukanda wa Gaza uliosimamiwa na Marekani. Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kwamba Netanyahu atakwenda Marekani kati ya Desemba 28 hadi Januari 4, ingawa msemaji wa serikali amekataa kuthibitisha taarifa hiyo. Kituo cha utangazaji cha N12 kimeripoti kwamba Netanyahu atakutana na Trump mara ya pili na atafikia kwenye makazi ya Trump yaliyoko Mar-a-Lago, Florida. Huku hayo yakiendelea, jeshi la anga la Israel limeendeleza mashambulizi kwa mara nyingine tena katika maeneo ya wanamgambo wa Hezbollah wanaodaiwa kuungwa mkono na Iran kusini mwa Lebanon. Hii ikiwa ni kulingana na jeshi hilo ambalo limeeleza mapema siku ya Jumanne. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kujua mengi yanayojiri ulimwenguni.